Mtazamaji, lakini wengi wanajiuliza maswali, je, baada ya papa kuaga nini ambacho kinatokea? Hebu kwa sasa nikupe orodha hii hadi wakati ambapo tutapata papa mpya. Kwanza kabisa ni kuthibitishwa kwa kifo chake, ambapo karani wa papa anatangaza, yani Kamelengo, na karani anachukua baadhi ya majukumu ya papa kwa muda huu ambapo papa anakuwa ameaga. La pili, kisha kunakuwa na kuharibiwa kwa pete ya papa, inafahamika kama Fisherman's Ring, inaharibiwa ili kuzuia kugushiwa. La tatu, kisha kunakuwa kwamba mtazamaji, kuna siku ambazo zinatangazwa za maombolezo, siku 9 ambapo kanisa linaandaa misa speciali katika kule Vatican, ambapo haswa ni katika kanisa hili la St. Peter's Basilica kule Vatican. La 4 inakuwa ni maombolezo ya papa, ambapo mwili wa papa huwa unatizamwa pale St. Peter's Basilica kabla ya mazishi. Alafu mazishi hufanyika katika muda wa siku 4 hadi 6 baada ya kifo chake. Na baada ya hayo maombolezo, mtazamaji, ni kwamba papa anazikwa kwenye chemba chini ya kanisa la St. Peter's Basilica au eneo lingine ambalo linachaguliwa na wahusika wakuu. Kisha inakuwa papa ameagwa rasmi duniani na inakuwa ni wakati bila papa. Sasa huu ni wakati wa papa mwenda zake na papa mtarajiwa kuwa na makazi, ama ya papa makazi yake yanafungwa. Hakuna maamuzi muhimu yanaweza kuamuliwa katika kanisa Katoliki. Na ni wakati huu ambapo sasa juhudi za kumtafuta papa mpya zinaanza, ambapo kikao cha siri kinaandaliwa. Makardinali chini ya miaka 80 wanakutana, kikao ambacho kinafanywa katika eneo la ibada katika makao makuu ya papa. Na mtazamaji, ni kwamba ni kikao cha kumchagua papa mpya kupitia maombi, mashauriano, kura ya siri inafanywa, vile vile kuomba baraka wakati huu wa kumchagua papa mpya. Kisha anapopatikana papa mpya, tangazo rasmi la papa mpya hutolewa. Akichaguliwa, papa mpya huchagua jina atakalo tambuliwa nalo. Kisha anatangazwa kwa maneno Habemus Papam, yani tunaye papa. Papa mpya huwa anajitokeza kwenye roshani ya St. Peter's Basilica na kuwabariki watu. Na bila shaka mtazamaji, wakati ambapo kikao kinaketi kumchagua papa, kuna moshi ambao unaonekana baada ya kile kikao cha wale makardinali 80, bila shaka ambapo moshi mweupe ukitokea mtazamaji, na kuwa ni kwamba papa mpya amepatikana. Kisha moshi mweusi ukipatikana mtazamaji, na kwamba hakuna uamuzi uliofikiwa katika kikao hicho. Basi huo ndio mtindo ambao unatumika tangu wakati papa akiaga hadi wakati ambapo papa mpya anakuwa anachaguliwa.